Kuna hichi hapa kisa cha dada mmoja hivi. Huyu dada ni mwanadada wa Kimarekani. Shughuli zake ni za madini, akifanya biashara katika bara la Afrika, katika nchi tofauti tofauti sana. Siku moja amefika East Africa, ametembea, kafika Tanzania, kaenda Zanzibar, akarudi Tanzania, kaenda Arusha. Katika safari zake zote hizo, mwanadada huyu alikuwa na mchumba wake ambaye na yeye pia ni Marekani. Siku moja wakiwa wanaongea, yule mchumba wake akamwambia, nimekumisi sana, nahitaji nikuone walau hata kwa siku 2 tu, alafu nirudi nyumbani. Mwanadada akaniambia, mission nazozifanya mimi huku ndo nimepazoea. Kuna nchi ni ngumu kimazingira ya kiusalama na kuna nchi ni nzuri. Ndio akamwambia, nitapata flight ya kwenda South Africa, nitafanya biashara kule, then nitarudi Tanzania. Nikifika Tanzania nitakwambia uje, tutafika Zanzibar, tuta have good time, then tutaondoka kurudi nyumbani. Lakini mwanaume alikuwa kwamba anang'ang'ania sana kuja kumuona. Yule dada akamwambia, it's okay, basi nikifika Tanzania, nikitokea Kenya, nitapita Tanzania, kuna biashara nitaweka sawa, alafu nitaenda South Africa, tukutane Johannesburg. Basi wakaweka mambo sawa nini, wakaendelea kuwa wanawasiliana. Dada yule akatoka Kenya, akafika Arusha, akafanya business zake, akafika Dar es Salaam, akateki flight kwenda wapi? Kwenda South Africa. Yule mwanaume tayari naye akamesha arrange safari zake, lakini kule nyumbani kwa mwanaume sasa, wazazi wake ni watata sana. Kuomba ruhusa kutoka nje ya bara la Amerika kwenda bara lingine, wazazi wanakataa, labda waende naye wote, kwa sababu wanajua kuna baadhi ya nchi usalama ni mdogo sana kwa watoto, hasa wanapokuwa peke yao. Jamaa akadanganya kwamba anatoka mji mmoja anakwenda mji mwingine. Wazazi wakakubali. Kumbe jamaa hakuwa pale Marekani, aliteki flight akaelekea Africa, and this time sio East Africa, alikwenda southern part of Africa, specifically Johannesburg. Amefika Johannesburg, wakakutana, walifurahi sana, walihagiana pale, kisi nyingi kama unavyoelewa wazungu. Basi wakasema, kwa kuwa tumefika South Africa na sijai kufika, naomba tupande public transport mpaka eneo ambalo tunakwenda kukaa. Kwa wamebuka hoteli moja sio mbali sana na mji, lakini tunataka ku experience maisha ya raia wa South Africa. Basi wamepanda lile basi, wakaenda, wakafika sehemu, wakashuka, wakataka watembee kwa mguu. Na kumbuka ulikuwa ni usiku, mida ya saa 5 usiku hivi. Wakasema tutembea kwa miguu, tutapata GPS mpaka hoteli husika, na ilikuwa sio mbali sana na waliposhuka. Kumbuka miji mikubwa kama Johannesburg inakuwa na watu wa aina tofauti tofauti, kabila tofauti. Kuna watu vibaka, kuna wasamaria wema, yani ni mchanganyiko. Wakiwa wanatembea kuelekea hotelini, walifika katika sehemu moja kidogo watu walikuwa ni wachache. Kumbuka kuna sehemu South Africa unaweza kawa na kabwa na watu wanapita pembeni na kuangalia, na wala hawajishughulishi kabisa. Wale wazungu bwana walivamiwa na vibaka, wana visu vikali. Target ya wale vibaka ilikuwa ni kuchukua mabegi yao tu waondoke, wakijua ndani mule kuna madolari. Dada ndio alivamiwa, mwanaume akaenda akamuokoa, akawa akamkumbatia. Unajua nini kilitokea? Yule mwanaume alichomwa visu 5. Pande mmoja visu 2, pande mmoja visu 3. Ni maeneo ya mgongoni
katika usawa wa mapafu. Yule bwana alipata kitu kinachoitwa chest injury, ambayo ilimpelekea akapata kitu kinachoitwa hemothorax, yaani damu ilijaa kwenye mapafu. Damu zilimtoka nyingi sana. Walipiga kelele, wasamaria wema wakawachukua wakawakimbiza hospitali. Wamefika hospitali, vipimo vikaendelea, na kweli yule mwanaume alikuwa na chest injury kubwa, damu zimejaa kwenye mapafu. Wakamfanyia procedure kadhaa, wakatoboa sehemu za mapafu huku na huku, wakatoa damu, na damu nyingi walimwongezea, maji mengi walimwongezea. Kusema kweli, pale alisaidiwa vya kutosha. Madaktari walipambana, wauguzi walipambana, kuanzia mida ya saa 6 usiku mpaka alfajiri saa 11, lakini yule jamaa hakuweza kumeki. Alifariki alfajiri ya siku ile alofika katika nchi ya South Africa. Dada alishout kwa nguvu, akasema kwamba hii nchi sitokuja nikaisahau maishani mwangu, maana imeniondolea mpenzi wangu wa dhati ambaye tulikuwa tumepanga tukirudi USA tukafunge ndoa. Ndoto zangu zimeishia South Africa, sitoisahau hii nchi. Nini tunajifunza hapa? Kuna maeneo katika kila nchi unapofika ni bora ukatembea ndani ya gari, hata usipoijua hiyo nchi, vivutio vyake na tamaduni zake. Usalama ni mdogo sana unapokuwa nje ya nchi yako, na sometimes hata ndani ya nchi yako. Segozaki Empire, Health Adventures.